Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika litumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania shirika na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023/2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data. Licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka mkongo, fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la mkongo. Kutokana na kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takribani asilimia 86 au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa, na mapato yanayopatikana kupitia mkongo huo yaachwe kusanywa na TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha na shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa asilimia 20 na kuongezeka kwa gharama kwa asilimia 46. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza Shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Aidha, Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.